أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema mtukufu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au mbora wa viumbe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wasikilizaji wa darasa yetu ya leo, ambayo tutaipeleka ikiwa na anwani mafundisho ya kubuniwa ya ndugu zetu katika Adam wa Kristo yaliyoaminika kwenye mioyo ya watu. Yani watu wameaminishwa mafundisho ya kubuni, alafu yale mafundisho ya kubuni yakaenda yakastadili katika mioyo ya watu, na watu wakaendelea kuyaamini hayo mafundisho ya kubuni kama vile ndiyo mafundisho ya Muumba. Ndugu zangu, ndugu zetu wa Kristo katika mafundisho ambayo wanayo, sehemu kubwa ya mafundisho yao yameegemezwa katika mambo ya kufikirika, kwa maana ya mambo ya kubuni, ambapo nikisema ya kubuni maana yake ni yale mambo ambayo hayapatikani kiushahidi katika vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu aliyetakasika. Nikisema vitabu vya Mungu kwa maana ya Taurat, Zabur, Injil na Qur'an. Yamebuniwa mambo mengi sana, lakini leo katika anwani yetu tutakayokwenda kuangalia siku ya leo ni kitu kinachoitwa dhambi ya asili. Ndugu zangu, ndugu zetu katika Adam wa Kristo wameaminishwa kitu kinachoitwa dhambi ya asili, na katika dhambi hiyo ya asili wameiwekea madaraja mbalimbali, na hata katika baadhi ya nyaraka za Paulo kuna sehemu amezungumza maneno ambayo pia yamekwenda kutafsiriwa vile vile katika dhana hiyo hiyo ya dhambi ya asili. Dhambi ya asili ni nini? Ndugu zetu wanapofundisha dhambi ya asili wanasema baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, baada ya Mungu kumuumba, alimwambia wala taqrabu hadhihi shajara, wala usikurubie huu mti, ambapo ukisoma kwenye Biblia aliambiwa usile hili tunda, lakini yeye akawa ameshawishiwa kwa mujibu wa kibiblia na mkewe Hawa, kwa maana ya mama yetu Hawa, na kisha akala lile tunda. Baada ya kula lile tunda, basi moja kwa moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtoa katika ile hali ya kuwa katika pepo. Sasa kwa ndugu zetu wao wanapofundishana kwamba baada ya kula lile tunda Mungu alipompa laana, kwa maana ya adhabu, ile adhabu kwamba utazaa kwa uchungu, mwanamke atazaa kwa uchungu, mwanamume atakula kwa jasho. Kwa hiyo baada ya pale ndio wanasema kuna hiyo dhambi ya asili, na kwa namna ambapo wanataka kufundishana kwamba kupitia dhambi hiyo ambayo inaitwa dhambi ya asili ndiyo ikapelekea kwamba sasa kwa dhambi hiyo hiyo ya asili ikapelekea kuja kwa Bwana Yesu, ambapo Bwana Yesu sasa akaja kulikomboa ili taifa kutokana na ile dhambi ya asili. Kwa dhambi ya asili ikapelekea kifo cha Bwana Yesu pale msalabani, kwa imani ya Kikristo kwamba alipokufa msalabani, basi ile dhambi ya asili ndio inakwenda kutakaswa kupitia kifo cha Bwana Yesu. Kwa hiyo wao wanasimamia uwepo wa dhambi ya asili, kwamba hilo jambo lipo. Sasa haya mafundisho ukijaribu kuyaangalia katika vitabu, kwa maana vitabu vyote vya manabii, hakuna pahala popote wamefundisha kitu kinachoitwa dhambi ya asili, kwa maana ya mtu kurithi dhambi kutoka kwa baba yetu Adam, ambayo inaitwa dhambi ya asili. Lakini vile vile ukienda mbali zaidi, ukaenda kuangalia hata katika mafundisho ya Bwana Yesu katika Injili, hakuna pahala Yesu mwenyewe alipofundisha hiyo dhambi ya asili. Kwa hiyo mafundisho haya ya dhambi ya asili yamekuwa ni mafundisho ya dogma, mafundisho ya kutengeneza. Yanatengenezwa mafundisho haya ya dhambi ya asili ili watu kuaminishwa kwamba kuna dhambi ya asili, na Yesu ndo amekuja kwa ajili ya kifo chake ili kuondosha hiyo dhambi ya asili. Tutanukuu maandiko machache ili muweze kuona kwamba maandiko hayaoneshi uwepo wa hiyo dhambi ya asili, bali mafundisho ya dhambi ya asili ni mafundisho ya kutunga
ambayo yalitungwa, na ukisoma katika historia yanaonyesha mafundisho haya ya dhambi ya asili yalitungwa baada ya Bwana Yesu kuondoka zaidi ya miaka 300. Zaidi ya miaka 300 ndio yanakuja kutungwa mafundisho haya ya dhambi ya asili. Ndugu zangu, nitanukuu baadhi ya maandiko hapa kidogo. Kwa mfano, ukisoma Kumbukumbu la Taurati 24:16 inasema, mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao. Kila mtu na awe, kila mtu auawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Kila mtu auawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Mababa wasiuawe kwa ajili ya dhambi za watoto wao, na wala watoto wasiuawe kwa ajili ya dhambi za baba zao. Kila mtu auawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Haya ni mafundisho ya Taurati ambayo sura 24 mstari wa 16. Sasa mtu anapokuja akaanza kuzungumza kwamba kuna dhambi ya asili, haya maandiko ambayo Mungu alikuwa akiyaeleza hapa yatakuwa na maana gani kama Mwenyezi Mungu amekataza na Mwenyezi Mungu amezungumza hilo kwa kuliweka wazi kwamba hakuna kitu cha namna hiyo kinachoitwa dhambi ya asili. Kwa hiyo ndugu zangu, hii dhana ya dhambi ya asili ni dhana ambayo imetengenezwa, na sio andiko hilo tu la Kumbukumbu la Taurati. Kuna maandiko mengi sana ambayo yanapingana na hiyo dhana ya iliyotengenezwa ya dhambi ya asili. Kwa mfano, ukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 31:29 mpaka 30, utakuja kuona, ngoja nipate kukusomea kidogo katika kitabu cha Yeremia ili uone maneno yanasemaje. Kitabu cha Yeremia sura ya 31, wewe ambaye unaandika ili uweze kufuatilia na kupata faida, uweze kuelewa namna ambavyo watu wanatunga maneno ya kutunga na yameingizwa kwenye mioyo ya watu, na kwa bahati mbaya watu wameenda kuaminishwa kwamba kuna dhambi ya asili, na dhambi hiyo ya asili inachukuliwa na mwana kondoo, wakimaanisha kwamba imechukuliwa na Bwana Yesu pale juu msalabani, kwamba ameuawa kwa ajili ya dhambi ile ya asili. Haya ni maneno ya uongo, ni maneno ya kutunga, ambapo kwenye maandiko maneno haya hayapo. Kwa mfano, unaposoma Yeremia sasa, kama nilivyosema Mwanzo 31:29 inasema, siku ile, anasema siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali, na maneno ya watoto wao yametiwa ganzi. Haya maneno yana maana pana sana, utasikia na utaelewa. Bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kila mtu alaye zabibu kali, meno yake yatatiwa ganzi. Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe, na kila mtu alaye zabibu kali, meno yake yatatiwa ganzi. Hii inamaanisha gani? Inamaanisha nini? Kwamba wewe kama ndio umekula hiyo zabibu, wewe ukila pilipili, basi pilipili ile itakuwasha wewe. Pilipili ile haiwezi kumwasha mwenzio wakati pilipili imeliwa na mtu mwingine. Ndio maana andiko hili la Yeremia linasema kila mtu atakufa kwa dhambi yake mwenyewe. Hiyo ni Yeremia. Kwa hiyo ndugu zangu, haya maneno ambayo watu wamekuja kufundishana, wakaelezana, wakawa wanaambiana kwamba eti kuna dhambi ya asili, hakuna ushahidi wa aya yoyote ndani ya kitabu cha Biblia, hususan katika maneno ya Yesu kwa maana ya Injili, lakini pia vitabu vya manabii kwa maana ya Taurati, Zaburi. Ukasoma huko eti ukakuta kuna kitu kinachoitwa dhambi ya asili. Kwa utaona habari dhambi ya asili ni habari ambazo zimetengenezwa na zikakaziwa mkazo kupitia nyaraka zile zinazoitwa nyaraka za Paulo. Kuna baadhi ya maneno yakatafsiriwa kwamba yanaashiria pia hiyo dhambi ya asili. Lakini unapokuja kwa Bwana Yesu mwenyewe hakuna pahala popote. Lakini pia manabii hakuna pahala popote walipofundisha hicho kitu kinachoitwa dhambi ya asili. Lakini vile vile, ili kuzidi kuonesha hichi ambacho tunakisema na kukitolea ushahidi kwamba haya ni mambo yalikuwa ya kutunga, hebu tusome andiko lingine pia katika kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 19. Inasema, lakini ninyi mwasema, kwani yule mwana asiuchukue uovu wa baba yake? Ili swali, yule mwana
atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. Andiko hili linatuonesha pia kwamba mtoto ambaye baba amefanya uovu, akawa muovu kwa madhambi aliyoyatenda, lakini mtoto akawa ni mwema, sawa, basi yule mwema ataishi. Ataishi kwa maana hapa kinazungumziwa kifo cha uzima wa milele. Kwa maana huyu mtu atakuwa hai, kwamba zile dhambi za baba yake hazitamwathiri yeye kumuingiza katika moto wa jahannam eti kwa sababu ya makosa ya baba yake. Kwa hiyo katika kitendo hichi maandiko haya yote yanazidi kuashiria kwamba hakuna kitu kinachoitwa dhambi ya asili. Kwa hiyo dhambi ya asili ni vitu vya kutunga tu ambavyo ni mafundisho ya kutunga yaliyotungwa, na kwa bahati mbaya mafundisho haya ya kutungwa yakaenda yakamezeshwa watu na watu wakayaamini hayo mafundisho ya kutungwa kwamba kuna dhambi ya asili. Ndugu zangu, ukisoma maneno maandiko ya Mwenyezi Mungu katika vitabu, hakuna pahala kinachoonesha uwepo wa dhambi hiyo ya asili. Dhambi ya asili ni ubunifu tu ambao umetungwa. Na hata ukisoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu pia katika sura ya 53 ukasoma aya 36 mpaka 40, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia anaonesha kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kubeba dhambi ya mtu mwingine. Kwa hiyo haya mambo ya dhambi asili ni mambo ya kutengeneza, yametengenezwa na watu kwa faida za watu wenyewe, ni dogma, ni mafundisho ya uongo ambayo yamepangwa ili kufundisha watu uongo huo na kumezeshwa. Na kwa sababu uongo huu umehubiriwa kwa muda mrefu na watu wengi wameendelea kuhubiriwa uongo, mwisho wa siku sasa ule uongo umeingia kwenye nyoyo zao na watu wameanza kuhisi kwamba ule uongo una ukweli. Lakini vile vile ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 9 aya ya kwanza inasema kama ifuatavyo, na mimi nanukuu: hata alipokuwa akipita, huyu ni Bwana Yesu, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Na neno Rabi hapa limetumika sio kwa maana ya Mungu, hapana. Hapa Rabi, Wayahudi wakitumia neno Rabi huwa wanatumia kwa maana ya mwalimu, ndio wanatumia neno Rabi. Kwa Arabu hili neno pia huwa wanalitumia hata kwa mtu wa kawaida. Kwa mfano unaweza ukasema kwa maana Rabbil Baiti, kwa maana bwana wa nyumba, sawa. Kwa hiyo wanaweza wakatumia hilo neno Rabb kwa maana ya bwana. Lakini sio tu kwamba likitumika neno Rabbi watu wakachukua kwa tafsiri ambayo Waislamu tunaitumia kwamba Rabbi kwa maana ya Mola Mwenyezi Mungu, basi hapa hapana. Wayahudi wakitumia neno Rabbi huwa wanatumia kwa maana ya mwalimu. Kwa hiyo hapo waliposema Rabbi walikuwa wanakusudia kwa maana ya mwalimu, na ndivyo Wayahudi wanalitumia hili neno Rabbi. Kwa hiyo walipomwambia wakamuuliza Bwana Yesu kwamba huyu kipofu amekuwaje kipofu? Amekuwa kipofu kutokana na dhambi yake au dhambi za wazazi wake zimempelekea yeye kuwa kipofu? Yesu akajibu akiwaambia hivi, akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Kwa hiyo sio huyu aliyetenda dhambi wala wazazi, bali Mungu anataka kufanya muujiza kupitia mtu huyu, kupitia huyu kipofu aliyokuwa nao. Kwa hiyo hakuna sababu ya mtu mwingine apate maradhi au apate magonjwa afu yale magonjwa yawe yametokana eti kwa sababu ya madhambi ambayo anayo, hapana. Au eti kwa sababu baba yake alitenda dhambi, au eti kwa sababu kuna ndugu yake fulani alitenda dhambi. Yesu anajaribu kutueleza hayo ili tuweze kuelewa. Lakini vile vile unaposoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 2 inasema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao. Kisha Yesu akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hili kwa inamaanisha nini? Kwa nini Yesu amwite mtoto mdogo alafu kisha awaambie watu wazima, msipoongoka mkawa kama huyu mtoto mdogo, na waambia kamwe hamtaingia katika ufalme wa mbinguni? Akimaanisha mtoto mdogo ni mtu safi, hana dhambi. Sasa ukiwa wewe usipoongoka ukawa kama mtoto mdogo, bi maana ukawa mtu ambaye usiye na dhambi, basi hautaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kungekuwa kuna dhambi ya asili,
Yesu asingesema kwamba watoto wadogo hawana nini? Hawana dhambi, kwa sababu angekuwa anajua kuna dhambi ya nini? Ya asili. Sasa haya mambo ya dhambi ya asili ni mafundisho ya kutunga yaliyotengenezwa. Ndugu zangu, katika Ukristo kuna mafundisho mengi ya kutunga ya uongo yaliyotengenezwa, ambayo tutakuwa tunayapitia kidogo kidogo. Leo tumeanza na eneo hilo la kitu kinachoitwa dhambi ya asili. Lakini nataka leo niwakumbusheni kitu kimoja. Na niwaombe wale ambao wadau wetu wanaopenda kazi ya Mungu iendelee. Nataka niwaombe jambo moja muhimu sana. Na naomba unisikilize. Adunia matao ghurur. Hii dunia bana ina starehe tu, lakini za kudanganya na za muda mfupi. Ni lazima tujitahidi kujiwekeza katika akhera kwa kufanya mambo ya kheri. Jambo ambalo nataka nikuombe ndugu yangu unayenisikiliza hivi sasa, nataka nikuombe jambo moja muhimu sana ambalo ukiweza kulifanya kwa ajili ya Allah basi itakuwa ni vyema. Ukiangalia katika nchi yetu Tanzania kumekuwa na msiba mmoja. Kila kona unayopita kumekuwa na yale mahubiri ya mtaani. Yaani unakuta kila mtu yuko na kispika anahubiri Yesu hivi. Kitendo kile kinapelekea hata baadhi ya Waislamu, kwa sababu ile mahubiri yamekuwa ni kila kona, kila mtaa, kila eneo, wanaanza kuislama kile kinachohubiriwa ni kweli, na mwisho wa siku wengi wanapotea. Kwa hiyo tunataka kuanzisha kitu kinachoitwa street dawa. Street dawa ni ujumbe utakaokuwa ni wa mtaani, ambapo watu wahubiri wahadhiru Kiislamu watakuwa wanapanda kwenye yale magari, alafu yale magari yanapita, yakishakuwa yanapita mtaani, anashuka mmoja, anatoa mada, anazungumza, alafu baada ya kutoa mada anakaribisha maswali akiwa juu ya gari. Lakini pia tutakuwa tunagawa na vitabu. Tutagawa na vitabu vile vitakuwa vinagawiwa bure ili watu waweze kwenda kusoma na kupata ufahamu mzuri. Kwa kitu ambacho tunapenda kuwaomba wadau, jambo hili ni gharama kubwa. Wako watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalieni kuwa na uwezo, basi tutafutieni hiyo gari kwa ajili ya kufanyia shughuli kama hiyo ambayo iweze kutumika kwa ajili ya kulifanya jambo hilo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa ni awazi itakuwa ni bora zaidi. Kwa tafutieni, lakini pia wewe pia wale ambao wanaweza kuwa na mchango wao wowote aliojaliwa na Mwenyezi Mungu na chochote kile, basi tuwezesheni katika harakati hizi ambazo tunazifanya. Sisi Mwenyezi Mungu ametujalia ujuzi wa kujenga hoja, wa kutangaza neno la Mungu, lakini katika eneo hili la kiuchumi limekuwa ni eneo gumu sana kwetu na hatuna uwezo nalo. Basi wewe Mwenyezi Mungu anakupa uwezo huo wa kiuchumi, tukuombe uweze kutusaidia na uwasiliane nasi kwa msaada wako kwa chochote ulicho nacho kupitia namba hii ya simu 0744772773 0744772773. tuweze kutuuliza. Pia una swali la kutuuliza, tuulize. Na kwa wale ambao mlioko nje ya nchi, basi tutaanza na plus. Tutaanza na plus 255 alafu utaandika 744 alafu utaandika 772773. Taraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatuna cha kulipa, lakini Mwenyezi Mungu yeye ni mlipaji, na Mwenyezi Mungu ametosheka, bali sisi wanadamu hatujatosheka, bali mtoshekaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndiye mwenye utajiri na mwenye uwezo wa kukulipa, wala sio sisi. Tunakuomba tusaidie kwa chochote ulichojaliwa na Mwenyezi Mungu ili kuhakikisha gurudumu hili la kuitangaza kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inaweza kuendelea. Waulahuna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu inshallah akulipeni kila la kheri.